Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu watazamaji wa channel yetu pendwa ya ZVP Online TV, na karibisha tena katika kipindi chetu maalumu cha nusura ya elimu ya dini ya Kiislamu. Awali ya yote tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia kuendelea na afya njema. Rehma na amani zimwendee bwana wetu mbora wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ahali zake, sahaba zake na wote wanaofanya jitihada ya makusudi ya kuhuisha Uislamu katika jamii mpaka siku ya kiyama. Amin. Ndugu zangu, kama tulivyoona katika kipindi kilichopita katika mada yetu mujarabu ya nusura ya elimu ya dini ya Kiislamu, tuliona maana ya elimu ya dini ya Kiislamu, kisha tukaona umuhimu wa elimu ya dini ya Kiislamu. Leo tutakuwa na mada nyingine, hali halisi ya elimu ya dini ya Kiislamu Tanzania. Ndugu yangu, licha ya kuona ule umuhimu wa elimu ya dini ya Kiislamu, sasa ni kurejeshe kwenye uhalisia wa elimu ya dini ya Kiislamu. Ndugu yangu, ni zaidi ya msiba, ni zaidi ya maangamio, ni zaidi ya kila kitu kwenye hali ya elimu ya dini ya Kiislamu, hali halisi. Hapa na nukta zaidi ya 25 zinazoonesha hali hovyo kabisa ya elimu ya dini ya Kiislamu. Ya kwanza, wasio Waislamu ndio wanaofundisha elimu ya dini ya Kiislamu kwenye shule zetu. Leo katika ziara tuloifanya pamoja na ZVP, tutaziona huko vipande, tumekuta shule zaidi ya 40 wanaofundisha, wanaoandaa vijana wetu wa Kiislamu ambao tunatarajia wawe madoktori, tunatarajia wawe wanasiasa, tunatarajia wawe wataalamu, wanaoandaa juu ya imani zao, imani ya dini yao tukufu ya Uislamu, ni watu wasiokuwa Waislamu. Na kwenye hizi shule 40, shule 20 kuna walimu Waislamu wametulia, asiyekuwa Muislamu ndiye anayefundisha elimu ya dini ya Kiislamu. Ukimuuliza, bwana vipi, mbona unafundisha elimu ya dini ya Kiislamu hali ya kwa wewe huijui, atakwambia mimi nilisoma seminari, mimi bwana nilisoma seminari, mambo ya dini nayajua. Ukimuuliza, sawa, mambo ya dini najua, lakini elimu ya dini ya Kiislamu, anakwambia Waislamu wamewazira watoto wao, sisi tufanyeje? Mimi ni mkuu wa shule hapa, vijana wa Kiislamu wapo, wanafunzi wa Kiislamu wapo, lakini Waislamu wamewazira watoto wao, ni waache. Lakini pia ukimuuliza sana, nakwambia nafundisha mada za dini yao. Sasa fanya tathmini. Tumeona elimu yetu ya dini ya Kiislamu, mada ya kwanza ni tauhidi, kumpwekesha Allah, kuandaa vijana wa Kiislamu wajue yupo Allah mmoja peke yake, muumba wa kila kitu, anayekontrol kila kitu, mfalme pekee atakayebakia. Je, kuna dini nyingine ina tauhidi hii ya kuamini kabisa kwamba yupo Allah peke yake, ambaye Allah huyu ndiye aliyekuumba wewe kwa lengo maalum na anayekontrol maisha yako? Kwa elimu ya dini ya Kiislamu ikifundishwa, wewe chukua tathmini, itaendeje? Tuna mada ya fiqhi, misingi ya sheria katika Uislamu. Hasa hali halisi ya elimu ya dini ya Kiislamu Tanzania, baadhi ya shule wanaofundisha elimu hii ni wasiokuwa Waislamu, ni wasiokuwa Waislamu. Hasa jipe tathmini wewe mwenyewe, unayeniona, unayenisikiliza, wewe kama Muislamu, wito wa kufundisha elimu ya dini ya Kiislamu ni wito wetu sisi kutoka kwa Allah. Unafundisha shule ngapi za Kiislamu? Umefanya jitihada ipi kusaidia elimu ya dini ya Kiislamu katika shule zetu za Kiislamu? Kwa hii ni hali ya kwanza. Ya pili, Uislamu ama Waislamu mashuleni wamekosa ulezi. Hali halisi ya elimu ya dini ya Kiislamu mashuleni leo, Waislamu, vijana wa Kiislamu mashuleni, vijana wa Kiislamu mashuleni wamekosa ulezi. Kipindi cha elimu ya dini ya Kiislamu ndio vijana wa Kiislamu wengine wanakwenda kwenye vipindi vingine kuimba kwaya.
Ndio vijana wetu, mimi na wewe, vijana wa Kiislamu, kizazi chetu cha Kiislamu ambacho baada ya muda mchache mimi ninayeongea ni maiti mtarajiwa, na wewe kizazi hiki ambacho kesho kichukue nafasi zetu, vipindi vya elimu ya dini ya Kiislamu havina ulezi, havipo, wao wanakwenda ndo vipindi vya michezo. Kwa hiyo Waislamu kukosa kipindi cha elimu ya dini ya Kiislamu, Waislamu ndio mfano ovu. Leo utakuta kila shule wakihadisiwa mimba Waislamu, ubaradhuli Waislamu, walovuliwa hijabu Waislamu. Kwa hiyo hamna kwenda kusali Ijumaa Waislamu. Kwa nini? Wao ni mayatima. Hali halisi ya elimu ya dini ya Kiislamu mashuleni, vijana wetu ni mayatima, vijana wetu ni wajane, hakuna. Na kwa nini hivi? Ni kwa sababu sisi vijana, sisi waalimu wa Kiislamu, sisi watu wenye nafasi ya katika Uislamu, sisi watu ambao tuna title au tuna kitu chochote, tumeitenga elimu ya dini ya Kiislamu, haifundishwi. Jiulize, nami nijiulize, ni mara ngapi wewe umetembelea shule yoyote ile, iwe ya msingi, ya sekondari, kama Muislamu, kwamba nimekuja leo shuleni hapa kuangalia hali ya vijana wetu? Mara ngapi? Hii ndo hali halisi ya elimu ya dini ya Kiislamu. Vijana wetu ni mayatima. Vijana wetu wangetaraji kupata malezi bora kutoka kwetu sisi Waislamu, tumeacha. Wasiokuwa Waislamu wana take over, wanachukua nafasi zetu. Kwa hiyo ndiyo hali halisi ya elimu ya dini ya Kiislamu. Mara ngapi? Mara ngapi sisi wakati tunasoma darasa la 5 mpaka sekondari, walikuwa wanakuja mapadri, anakuja na Biblia ndogo ndogo, basi mtapewa Biblia wote, Waislamu, Wakristo, wote mtapewa Biblia. Sana pale utaulizwa swali, ukiulizwa swali, Mtume Mwokozi ni nani? Ukisema Yesu, amepata, anapewa 2000 na karanga na biskuti. Na Muislamu akiulizwa wana Mwokozi ni nani, lazima aseme Yesu, Sheikh, kwa sababu naye apate chochote. Kwa Waislamu, vijana wetu wa Kiislamu ni mayatima, ni watu ambao sasa hawana sapoti. Hawana sapoti. Na ukimwona Muislamu ameenda shuleni, hajaenda kama Muislamu, ameenda kama Baba Abdalla, ameenda kama Mama Aisha. Ni nani sasa anachukua jukumu hili? Kwa hali ya Uislamu iko namna hiyo. Ama kingine, matokeo ya elimu ya dini ya Kiislamu ndiyo somo la mwisho Tanzania. Ukisema maneno haya kidogo yanakuwa yanamshtua. Matokeo ya elimu ya dini ya Kiislamu ndiyo somo la mwisho Tanzania. Kwa hiyo hali halisi ya elimu ya dini ya Kiislamu ndiyo somo la mwisho. Matokeo ya elimu ya dini ya Kiislamu Tanzania ndiyo matokeo mabovu kuliko matokeo ya somo lolote lile Tanzania. Tunazo data, na ukisema hivi mtu anashtuka bwana. Tunazo data za miaka 5 mfululizo. Tunazo data za advance A level, tunazo data za O level. Za O level mpaka sasa tumeziziwia, zinamshtuo. Nchi nzima wanaandika wanafunzi mtihani zaidi ya wanafunzi 49,000, 50,000 wa elimu ya dini ya Kiislamu, hakuna A25. Sasa tumetoa data, juzi tumetoa data, matokeo ya elimu ya dini ya Kiislamu kidato cha 6 kwa miaka 3 mfululizo, hatuna A, hatuna B. Nchi nzima. Hii ndo hali halisi ilivyo. Nchi nzima, si Tanzania bara tu, mpaka Zanzibar. Nchi nzima hatuna A, hatuna B. Mwaka 2019 tuna C 13 nchi nzima. Tuna D 117, tuna E 305, tuna S 164, tuna F 264. Mwaka 2020 matokeo yamekuwa mabovu tena. Mwaka 2019 tulikuwa na C 13, 2020 tulikuwa tuna C 9 nchi nzima. Nchi nzima. Na 2021 nchi nzima hatuna A, hatuna B, tuna C 7. Haya ndio matokeo.
Halafu kuna maneno watu wanasema format mpya au level. Hatuna format mpya. Nimetunga kitabu hiki faulu kwa elimu ya dini ya Kiislamu kupitia format mpya mwaka 2019. Sasa 2019 format mpya inatoka, hadi leo tuseme mpya, hatuna kitu kipya. Hali ya elimu ya dini ya Kiislamu ni zaidi ya mbaya matokeo yake. Sasa ndugu yangu Muislamu, tumeona tatu. Wasiokuwa Waislamu ndio wanafundisha elimu ya dini ya Kiislamu. Waislamu leo wamekuwa ni mayatima na malezi hakuna, lakini hata tumeona matokeo mabovu. Hebu tuende kwenye kipengele cha mwisho muhimu sana. Hali hii nani ana wajibu wa kuiondoa? Ukiona tatizo lolote linalotokea kwenye ulimwengu huu, kwenye dunia hii, hasa kwenye mustakabali wa Waislamu, huwa kuna watu wa namna tano tu. Watu huwa ni wa namna tano katika kila jambo la Kiislamu. Aina ya kwanza, mtu wa kwanza, litokee tatizo lolote, atakwambia lina wenyewe. Halituhusu hilo shekhe, lina wenyewe. Wapo IEP, sawa. IEP wanafanya kazi kubwa sana kwenye nchi. Taasisi nyingi za Kiislamu zinafanya kazi kubwa, lakini ni kweli ni la wenyewe? Hawa ni watu wa kwanza. Watu wa pili, linatuhusu na linatuuma, ila Allah atalitatua. Hawa ni watu wa pili. Watu wa pili, linapotokea tatizo kubwa, wao wanasema ni kweli linatuhusu, linatuuma, lakini shekhe, Allah, mabavu ya Allah shekhe atalitatua. Kanuni ya Allah huwa habadili chochote mpaka sisi tubadili kwanza yaliyo nyoyoni mwetu. Kuna utofauti mkubwa kati ya kumtegemea Allah na kumtegea Allah. Kwa ya pili ni kwamba linatuhusu, linatuuma, ila Allah atalitatua. Na watu watatu kwenye majambo makubwa ya Uislamu, wao nao wana kanuni yao. Ni jambo dogo sana hili la kufeli DK shekhe, ni jambo dogo. Hili Waislamu wanaofundishwa na wasiokuwa Waislamu ni jambo dogo. Hili Waislamu kuanzia nasari mpaka vioni hawana malezi ni jambo dogo. Sisi tunadili na akida. Sisi tunafanya makubwa. Hili ni kundi la tatu. Kundi la nne, wao huwa wanasema tutalitatua inshallah. Ukisikia Muislamu unamwambia bwana twende msikitini, anakwambia ninakuja inshallah, maana yake kiufupi ni kwamba nenda, sitaki. Hasa hili ni kundi la nne. Ama kundi la mwisho, wao wanaona jambo lolote la Uislamu ni jambo lao. Ni jambo lao na hawana maneno. Hawana maneno, wanaona jambo lolote la Waislamu ni jambo lao. Na wanajua kwa dhati kwamba ukitaka upate heshima kwenye dini ya Uislamu ni kudiriki na mambo ya Uislamu. Na wana mifano. Hawana lile lenyewe. Katika surati Yasini, sura ya 36 ya 14, Mwenyezi Mungu kuna kisa anakieleza hapa, kisa kikubwa kidogo. Baada audhu billahi minashaitani rajim, Mwenyezi Mungu anasema idh arsalna ilaihim ithnain, sisi tuliwapeleka mitume wawili kwenye mji mmoja, na wale mitume wawili kwenye mji mmoja, wale watu wa ule mji wakawakadhibisha, wakawakataa, fakadhabuhuma, wakawakatalisha, wakawakataa, wakawakana. Mungu akasema fa'azazna bithalith, tukaongeza mtume wa tatu. Yule wakasema jamani, sisi ni mitume, sisi tumetumwa na Allah, sisi tumetumwa na Allah. Wakawakataa senye waongo na nini, wakawakataa sana, wakawakataa. Jamii ile inawakataa mitume, akaja Muislamu. Allah anasema kwenye aya 20, akaja Muislamu. Wajaa min aqsa almadinati rajulun, akaja mwanaume anakimbia. Mwanaume huyu hakuwa na fikra ile kwamba jambo hili la kutangaza Uislamu ni dogo, jambo hili lina wenyewe, sisi tutalitatua inshallah. Mwanaume huyu akaona ni jambo la Uislamu ni letu sote.
Midhali ni jambo la Uislamu, ni letu. Mwanaume yule akasema, jamani, wafateni hao mitume. Akaanza mwanaume yule kupiga dawa, na yeye akapiga dawa. Alivyopiga dawa kwenye lile jambo, sila kwake, kumbuka si mtume huyu, ni mwanaume. Tukaona mitume wamekadhibishwa, wanafanya nini? Ni jambo la kheri, tutaingia sote, tutafanya hili la kheri, halina vurugu bwana. Jamani, wafateni hawa. Alivyolingania wakamuua. Kama Mwenyezi Mungu angeishia kisa hapa, leo watu wengi wangesema, bwana, ukiingilia jambo lisilokuwa la kwako utauawa, na ukiuawa shekhe niwe mwenyewe. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kisa kirefu kwenye aya 26 anasema, qila dukhulil janna. Tukamwambia sasa, haya, akaambiwa ingia peponi. Wewe bwana, ingia peponi. Na yeye mwanaume huyu hakuingia peponi kimya, akaingia peponi huko anasema, qala ya laita qaumi ya'lamuna, laiti watu wangu wangejua nini? Bima khafara li rabbi, jinsi Mwenyezi Mungu alivyonisamehe, waja'alani minal mukramina, jinsi Mwenyezi Mungu wangu mimi alivyonisamehe kwa kushiriki jambo hili ambalo jamii ilifikiri ni jambo la mitume. Kwanza amenisamehe, lakini sio tu kunisamehe, waja'alani minal mukramina, na amenifanya mimi ni miongoni mwa waheshimiwa. Ni miongoni mwa waheshimiwa, si waheshimiwa wa duniani, kwamba baada ya miaka kadhaa tutakwenda kukufukia chini ukaliwe nafunza. Si waheshimiwa wa duniani, kwa sababu ya utajiri wako ipo siku utaporomoka na uwe maskini. Sitajisi mheshimiwa huyu kwa sababu ya hili kisha ataenda kulala, ataenda uwani. Huyu ni mheshimiwa wa peponi, waja'alani minal mukramina, na Allah amenifanya mimi mheshimiwa, uheshimiwa peponi. Na ndugu yangu, ukitaka uheshimiwa ni kushiriki kwenye masuala ya umma, kwenye masuala ya dini. Utaona mifano mingi sana. Sura 27 20 mpaka 24 Allah anamtaja ndege hudi. Ndege huyu ilikuwa inamuhusu nini? Masuala ya Balqis kule, watu kuabudia jua, lakini aliona jambo hili la umma, nitashiriki. Kwenye sura 27 hiyo ya 18 Allah anamtaja mdudu chungu, ambaye na yeye akaona kutakuwa na madhara hapa kwa wadudu chungu, akanadi. Kwa ndugu yangu Muislam, hali ya elimu ya dini ya Kiislamu uhalisia wake ni mbaya mno. Tunayo sisi sasa majibu. Tuchague kuwa katika kundi moja kwenye yale makundi matano. Aidha lina wenyewe, halituhusu, au linatuhusu na linatuuma ila Allah atalitatua, au ni jambo dogo mno, sisi tunadili na akida, au tutalitatua insha Allah, au jambo hili la Uislamu na mimi kama Muislamu sintaulizwa kwenye jambo la Kiislamu kwa kurudi nyuma, mimi nitashiriki katika njia sahihi. Majukumu ni yetu, sisi ndo wakufanya. Ndugu yangu Muislamu, katika kipindi chetu cha nusura ya elimu ya dini ya Kiislamu, tunarejea tena hali ya elimu ya dini ya Kiislamu Tanzania ni zaidi ya mbaya, inahitaji nusura. Na sisi insha Allah kipindi kitaendelea. Kwenye kipindi kijacho tutaangalia ni namna gani tuinusuru elimu ya dini ya Kiislamu, ni hatua zipi za kufanya kuinusuru elimu ya dini ya Kiislamu. Tukutane kwenye kipindi kijacho, wabillahi tawfiq. Naitwa Mwalimu Mikombe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.